Karibu sana katika ukurasa wako wa www.afyaborakipatoimara.com. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni Professional Certified Wellness Consultant kutoka katika shirika la afya WHO, ni NCD's coach, lakini bila kusahau ni Non-Communicable Disease Coach. Naam, leo nitakusaidia kuweza kukupa ushauri kuhusiana na changamoto ya pressure pamoja na stroke. Nini maana ya pressure? Nini maana ya stroke? Pressure maana yake ni nini? Pressure maana yake ni hali ambayo kiwango chako cha damu kinashindwa kuwa sawa kutokana na afya yako ya moyo kutokuwa mzuri. Moyo unashindwa kutoa mzunguko stahiki unaotakiwa, yani systolic pamoja na diastolic. Sasa unapitia changamoto ya kuwa na mzunguko usioeleweka wa damu kutoka katika eneo lako la juu la mwili na eneo lako la chini la mwili. Tuna pressure za aina mbili. Tuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Pressure ya kupanda maana yake mzunguko wa juu wa damu unakuwa ni mkubwa, systolic. Lakini pressure ya kushuka maana yake mzunguko wako wa chini wa damu unakuwa mkubwa, yani diastolic. Madhara yapi mtu anaweza kuyapata anayepitia changamoto za pressure? Moja kati ya madhara makubwa zaidi ni kupata changamoto ya kustroke, kuparalyze upande mmoja wa mwili ama upande wote, na changamoto nyingine kubwa zaidi ni kupata hali ya koma, yani mtu kupoteza fahamu akawa amelala kwa kipindi ambacho hakijulikani ni kipindi gani. Hizi ni hatari ambazo unaweza ukazipata kutokana na changamoto ya pressure. Sababu ni nini? Sababu ya kwanza ni obesity, kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha uzito ambacho kinabeba uzito wa mafuta pamoja na cholesterol nyingi. Sababu ya pili, lack of physical activities, kukosa ratiba za kimazoezi ya mwili. Lakini sababu ya tatu ni kukosa hali ya kuweza kujali afya yako kwa kuwa na mpangilio wa lishe mzuri. Lakini sababu nyingine ni mtu sasa kuweza kusikilizia dalili ambazo ni ndogo zilizokuwa zinamletea katika hali ya kuwa anaona mapigo ya moyo yanakwenda sana kwa kasi, katika hali ya kuwa kuna muda anakuwa kama anaishiwa pumzi, katika hali ya kuwa anachoka sana. Hizi zote ni dalili ambazo zinaweza zikakusababisha wewe ukajiona kuwa tayari umeanza kupitia viashiria vya kuwa na changamoto ya pressure. Nini cha kufanya ukiwa una pressure? Kitu cha kwanza ni kujitahidi sasa kuweza kupata ushauri kutoka kwa wataalamu kama hapa katika ukurasa huu wa www.afyaborakipatoimara.com, kuona ni namna gani ya kupata ushauri, namna ya kuboresha afya yako kwa kupangilia mpangilio wako wa chakula. Ikumbuke tu kuwa tumbo lako ndio sehemu pekee ya maradhi yote ya mwili yanayokuja. Kile unachokiingiza katika ulaji wako ndicho kinachoweza kuleta madhara. Lakini lingine ni kuwa na ratiba sasa ya kimaisha ya kucontrol na kukabiliana na stress, yani depression, mawazo ambayo sio ya kawaida yanaweza kuathiri mzunguko wako wa damu. Na hapa ndipo unapokuja sasa utaalamu, mtu anapata mentoring, pengine na changamoto ya kifedha, anashindwa kuelewa inakuaje. Ndio maana watu ambao wana umri zaidi ya miaka 50 wanapata zaidi changamoto kama hizi, kwa sababu umri unakuwa umekwenda, unajiuliza majukumu yangu nayafanyaje, napataje kipato zaidi, kichwa kinafikiria kinashindwa kupata majibu, tayari unaingia kwenye changamoto ya pressure. Pata ratiba kama hizo za ushauri. Lakini kingine, jitahidi sasa kuwa na physical activities, kuwa na ratiba za kimazoezi, walau hata dakika 30 kwa siku inatosha kuweza kufanya mazoezi. Punguza unywaji wa vyakula unywaji wa vinywaji ambavyo vina kiwango kikubwa cha utamu ama sukari. Punguza ulaji wa vyakula ambavyo ni fast food vinavyotengenezwa na mafuta kwa wingi, na jitahidi sasa kuwa na ratiba hata ya kufunga kidogo kwa wiki, hata mara moja kwa mwezi, hata mara mbili, ili kucontrol kiwango cha mafuta ambacho kinaingia katika mwili wako. Kwa hivyo huu ni ushauri ambao unatakiwa upate, lakini kubwa kuliko yote tunatoa huduma ya ushauri hapa. Namna gani ya kukabiliana na changamoto hiyo kwa kutumia virutubisho tiba, mazoezi pamoja na mpangilio wa chakula. Kuna ukurasa wako utauona hapa katika page hii ya www.afyaborakipatoimara. Kuna sehemu pale utaambiwa andika taarifa zako ili kupata huduma kwa haraka. Tataja jina lako, mkoa unaotoka na changamoto unayopitia na namba yako ya simu. Tutakusaidia kwa haraka sana baada ya kupata ujumbe wako, ili tuweze kukushauri namna gani bora ya kukabiliana na changamoto hii kwa kutumia mfumo huu, ili uweze kujilinda na madhara makubwa kama vile stroke, ambayo inaweza kukufanya ukashindwa kabisa kufanya majukumu yako, ukashindwa kabisa kuweza kuwa na nafasi yako kama baba, kama mama. Lakini madhara zaidi ni kushindwa kufanya majukumu yako. Pengine ulikuwa una shughuli zako unazifanya za msingi sana. Hii inaweza ikakomesha hata ukomo wa maisha yako, ukapata kifo cha papo kwa papo, kitu ambacho ni hatari zaidi. Kumbuka, familia yako bado inakuhitaji, jamii bado inakuhitaji, shughuli na serikali yako na kampuni bado inakuhitaji. Wewe ni wa thamani sana, bado tunakuhitaji.
Karibu upate ushauri kutokea hapa Afya Bora Kipato Imara, ili tuweze kukusaidia namna ya kukabiliana na changamoto hii ya pressure, kujilinda na madhara makubwa ya stroke. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni mshauri wa afya aliyethibitishwa na Shirika la Afya Duniani WHO, ni professional NCDs coach, non-communicable, mtaalamu wa kushauri watu wanaopitia maradhi yasiyoambukiza, lakini bila kusahau ni professional health resilience coach WHO certified, mtaalamu wa kushauri watu wanaopitia majanga ya kiafya baada ya kutoka katika corona sasa hili ya 19, na ni mtaalamu pia professional nutritionist, mtaalamu wa lishe and sports pamoja na mazoezi. Karibu sana na hongera kwa kugusa ukurasa huu. Usiache kugusa katika kitufe pale cha kupata huduma ili niweze kukusaidia katika kukabiliana na changamoto hii unayopitia ya pressure, kujilinda na hatari ya sukari. Karibu sana